Amen, amen. Karibu baba. Ubarikiwe sana. Asante Mungu wetu kwa ajili ya muda na wakati tulionao. Wewe ndiyo baba yetu wa milele. Sisi watoto wako tuko hapa, waume kwa wake. Tunakiri ya kwamba bila wewe sisi si chochote. Tunakutegemea na kukutumaini kwenye kila kitu. Mungu, utuwezeshe kukujua zaidi na kuyajua mapenzi yako sana, na yale ambayo yamekuwa siri utufichulie tuweze kuyafahamu, tujue namna ya kuenenda, kutoka na kuingia, tujue namna ya kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Mungu uliye moto ulao, katika jina la Yesu Kristo tunaomba ukatuatamie tena leo hii kwenye kila kitu, na jina lako liweze kutukuzwa. Wanadamu wakujue wewe sana, ili uweze kuthibitika. Nami naamini hilo, nalitambua hilo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu kwenye kiti sasa. Karibu kwenye kiti. Leo ni mwisho wa mwezi wa mwezi wa 11. Kwa Jumapili hii ni tarehe 30 ambayo ni mwisho wa mwezi. Kwa tunaendelea na somo letu la utoaji ambalo tumeanza nalo Jumapili, na leo ninaendelea nalo kwa sababu ni somo ambalo huwa ni refu kuliko kawaida, lakini tunalifupisha kwa sababu ya kufundisha vitu vya msingi na vya muhimu kwa watu, ili kusudi watu waweze kuelewa wanapaswa kufanya nini. Haleluya. Haleluya. Kwa ndivyo ilivyo. Lakini nilianza kujenga msingi mkubwa kwenye somo hili kuhusu sadaka yoyote. Ni sadaka inayotolewa kwa mtu mwenye moyo wa kumpenda Mungu. Nikawaambia pasipo kupenda huwezi kutoa. Tukaona Mungu wetu wa mbinguni mwenyewe naye pia alitupenda sisi wanadamu, akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo akawa sadaka ama dhabihu, tena iliyo bora kwa sababu ya upendo. Akafanya hivyo, na sisi pia tunapaswa kujua hilo. Na ndio posa tuliona maandiko yanasema Mungu alimwambia Musa atatoa sadaka kwa kila mtu mwenye moyo wa kupenda Mungu. Akasema utatoa sadaka zangu kwa watu hao. Na Mungu alizungumza akaziainisha sadaka zote ambazo atatoa kwa watu kwa niaba. Mungu atatoa, yani Musa atwae kwa niaba ya Mungu kwa wale watu. Mungu aliziongea kwenye Kutoka 25 ile. Ukisoma mstari wa 1 mpaka wa 8 utaziona sadaka zile ziko pale. Fedha, dhahabu, kondoo, mbuzi, ngozi ya wale dolphin, mkizi. Ni dolphin ni mkizi, si ndio? Au ni kitu gani? Ndio wao. Okay. Na wanyama wengine na vitu mbalimbali, kwamba watu waweze kutoa sadaka. Lakini tuliona kitu kikubwa kwamba sadaka ni mtu mwenye moyo wa kupenda Mungu. Sadaka haipaswi kunyang'anya mtu, haipaswi kulazimishwa mtu, na hiyo sio sadaka, inakuwa ni uhuni. Sadaka lazima ihusishe na moyo wa yule mtu anayeitoa. Maana Yesu anasema popote hazina ya mtu ilipo, ndipo na moyo wake utakuwa pale. Hazina yako, yani mali, pale inapokuwa moyo wako unakuwa pale. Ndio maana watu wote ni mashahidi, mnajua
una pesa yako kwenye akaunti ya benki fulani, wewe mwenye pesa kwenye akaunti ya benki, hapo ulipo unaikumbuka ni shilingi ngapi na unajua iko shilingi ngapi. Kilala ukiamka unaikumbuka ile pesa kule benki. Kwa nini unajua? Kwa sababu ni moyo wako uko pale, hazina yako mahali iliko. Ukitaka kujua hilo pia, angalia mtu ukimkopesha pesa, utaona haumsahau. Kwa nini? Moyo wako umeenda na zile pesa, umekaa kwa yule mtu. Naingia sehemu ambayo ni very tight, ni sehemu ambayo inahitaji masikio yako yakae sawa sawa, kwa sababu sehemu hii imewapiga na kuharibia watu wengi sana. Ndio maana nagusa ile eneo. Nimesema kuhusu kukopesha mtu alafu unakuwa au msahau uko naye. Na watu wengi hawajui kwamba zinawatandika ama zinawaadhibu zile fedha ambazo umekopa kwa mtu. Kimsingi, sikiliza, kimsingi unapokopa mafanikio yanakuwa ni madogo. Sababu ni nini? Sababu ni hiyo, moyo aliyekukopesha unakwenda pamoja na zile fedha alizokupa. Kwa wakati unachelewesha kumlipa, maana yake ananungunika kule aliko. Kwa ile pesa ambayo wewe unayo alikupa, badala ya kuwa baraka na kibali, inageuka kuwa mtihani, inageuka kuwa upinzani kwako. Ile sadaka, eti sadaka tena, sorry ile nini, ile pesa aliyokupa inageuka kuwa fimbo ya kupiga baada ya kuwa umemcheleweshea. Ndio maana Mungu akasema hamtakopa ninyi, bali ninyi mtakopesha watu. Alikuwa anazungumza kuwaondoa kwenye huo mtego. Alijua watu wake mkikopeshwa mtakuwa mnaishi kwenye maagano magumu ya wale waliokopesheni. Lakini 2, mnakuwa watumwa waliokopesheni. Lakini 3, waliokopesha wanaponungunika, ninyi hamwezi kuona mavuno ya mlichopewa na wale waliokopesha. Ndiyo maana ni rahisi, angalau kidogo, sio sana. Watu wakikopa kwa benki, kwenye mfumo wa watu wa benki, ni rahisi mtu akikopa akafanikiwa, kwa sababu benki sio mtu mmoja. Hawanunguniki hata kidogo. Wao wanangoja malipo yao yaendelee kuja, na wanajua ukisipolipa wanakukamatia sehemu gani, sababu kuna vitu walishavishika. Ndio maana kuna angalau kidogo mkopo wa benki kidogo, nao si sana, kufanikiwa si sana, kwa sababu mkopo ni mkopo. Lakini mkopo wa mtu binafsi kukopesha, asilimia kubwa, waulize na wewe ni shahidi, hawafanikiwagi watu. Ndio nakuta mtu ili kusudi amlipe huyu anayemsumbua sana, anakopa kwa huyu mwingine ili aweze kumnyamazisha huyu anayesumbua. Kwa unaona anakuwa ni mtu wa madeni, kwa sababu hakujua kwamba ulimwengu wa roho una namna yake ya kiutawala, kwa sababu fedha na mali zote zinakuwa zimebeba moyo wa yule aliyekuwa nazo. Kwa wakati anakupa sehemu ya cha kwake, anakuambia nimekukopesha, kumbuka hiki ninachokuambia sasa hivi hapa. Lazima uwe timamu kweli kweli. Sikufundishi kukopa, sababu Biblia imekataa kukopa. Sikufundishi kukopa, na sina mafundisho ya hivyo ya kuwadanganya watu. Niko kwenye mafundisho yanayonyoosha mstari. Ni heri ukaomba mtu mtaji, usimwambie nikopeshe. Kuna watu wengine kuomba kwao wanasema nikopeshe, huko anajua sio anakopa, anamuomba. Mtu anakuambia bwana nikopesha 50,000, lakini asio anakopa, anamaanisha naomba. Ndio utaona hataki kukulipa, kwa sababu yeye hakumaanisha anakopa, alimaanisha anaomba. Bora umwambie mtu naomba pesa kiasi fulani nifanye biashara. Akikupa kwa umemuomba kwa ridhaa ya moyo wake, haitakusumbua. Ukimkopa, maana yake moyo wake unahama na zile fedha ambazo umechukua,
zinaanza kwenda na wewe moja kwa moja kwenye mambo yako yote. Kila wakati anakumbuka pesa yake kwako wewe. Ikifika muda ambao ulisema utampa, utamrejeshea ile fedha ulimkopa, anaanza kukumbuka kwa nguvu zaidi kuliko mwanzo. Na saizi kuna mitandao ya hadi ya simu. Anakupigia simu, halo, habari. Na ukiona simu yake unajua deni. Vipi deni langu, vipi pesa yangu? Unasema ngoja kidogo nitaleta, na mengine kama hayo. Unaanza kuwa mtumwa wewe mtu. Kuanzia pale utaona msukosuko mkubwa kwenye kile ambacho ulienda kuanzisha kupitia pesa yule mtu alikukopesha. Wakati utaona anakusumbua, iwe ni physically amekuja ama kwa kutumia simu, utaona inaanza msukosuko kwenye biashara uliyoiweka, msukosuko kwenye kile ambacho umekifanya kupitia pesa aliyokupatia yule mtu. Haitasimama, itaanza kuyumba yumba. Watu wengi wamekuwa wajui sababu. Niko kukuambia hapa mchana wa leo sababu ni hii. Ni kwamba moyo wa yule mtu ulienda na pesa aliyokupa. Anaponungunika kule, moyo wake unasumbua, ndivyo pesa aliyokupa itakuwa na hang hivyo hivyo. Na biashara uliyotumia itahang hivyo hivyo. Itaanza kusumbua hivyo hivyo. Akikasirika kule anakasirika, na huku biashara inakasirika. Akikasirika kule anakasirika, mambo yako huko yanakasirika. Kwa sababu gani? Hazina ya mtu ilipo na moyo wake uko pale. Ogopa sana, nikufundishe ukweli. Ogopa sana. Maana kwenye mathematics mnafundishwa kukopa. Lakini nikwambie, kukopa sio lugha ya Mungu. Mungu anasema ninyi watu wake hamtakopa, bali ninyi mtakopesha. Nimekuambia Mungu alikuwa anaondoka kwenye mtego huo na kueleza hapa. Hataki uwe mtumwa wa mtu mwingine. Ukikopa unakuwa mtumwa aliyekukopesha. Ndio maandiko anasema, Paulo anawaambia Warumi, msiwiwe na mtu chochote. Maana yake mtu asiwadai chochote. Alikuwa anajua katika roho alizungumza haya, akimaanisha kwamba wakati mtu atawadai, hata unyakuo ukija uwezi enda, maana una deni la mtu. Na Yesu hawezi kuchukua mtu kama mwizi. Atachukua mtu ambaye yeye huyu mtu hana madoa, hana deni na mtu yeyote. Ukiwa una madeni, usisubiri unyakue tutaunyakuliwa. Ondoa hiyo kichwani. Hata kama ni msafi vipi mbele ya Mungu, lakini madeni unayo, Mungu akuchukui. Kwa sababu Mungu hawezi kunyang'anya watu mambo yao ambao wenyewe mlikopeshana wenyewe. Lazima ulipe kwanza ulichodaiwa. Mungu hawezi aibia mtu. Anafanya vitu halali. Mungu amenyoosha. Mungu hana kona. Hasikudanganye mtu. Mungu ananyoosha hivi. Anapita hapa ndio hapa. Aanze kusema anapita hapo. Alikosema anapita. Neno lake ni kama upanga ukata ukweli. Neno lake limenyooka, halina kona. Alichosema ndio kilichopo. Wewe unataka au utaki, shauri yako. Unapenda au upendi, itakuhusu wewe mwenyewe. Yeye amesimama vile vile alichokisema. Kwa hiyo swala la kukopa sio swala la kutiana moyo. Nikwambie, unajua kopa tu ufanye biashara. Sikudanganyi mpendwa, hiyo haipo. Utateseka. Unakuwa mtumwa aliyekupa. Ukimwona mmoja kukusalimia hata kama haja kukuomba pesa yake, lakini ukimwona tu hivyo unaweza kutetemeka. Kwa nini? Unajua wewe ni mtumwa wa yule mtu. Simu yake ikiingia hivi unaanza kusema sometimes anataka kukuambia habari ya msiba fulani, lakini unaona deni lake. Upokei kitu kingine. Unaogopa. Unaona nikipokea ataniambia deni lake. Kumbe yeye hata muda wa deni amesahau kidogo. Anasubiri kwanza akuambia habari ya msiba. Na wewe msiba uwezi pokea, unaona ataniambia mambo ya deni lake. Kwa nini? Kwa sababu umeshakuwa mtumwa wa aliyekupa. Wakopaji najua mpo ndani ya kanisa. Najua mko kila mahali. Wengine nasema serikali inadaiwa, mbona na mimi sidaiwe? Hiyo ni formula ya kipepo. Narudia kusema kwa sauti nzuri. Ni formula ya kipepo. Ili uwe mtumwa wa anayekupa. Nchi zote ambazo zinadaiwa madeni zinakuwa watumwa waliowapa. Wakiwaambia fanya hiki mtafanya, kushoto mtaenda kushoto. Hamna namna. Mkiishi kwa mikopo hata katika nchi, mnakuwa watumishi, mnakuwa watumwa, mnakuwa watu mko chini ya wanaowapatia mikopo.
Ndio maana marais wenye ujanja na akili timamu wote wanakopa madeni. Hawataki madeni, hawapendi mikopo. Wanapambana rasilimali za nchi yao wenyewe ili wasipate mtu wa kuwadai kuwatumikisha. Unafikiri nchi nyingi zimeingia kwenye mambo ya LGBT? LGBT ni mambo ya usagaji na ushoga ndani yake. Nchi nyingi zimeingizwaje nafikiri? Hasa za Kiafrika. Kwa ajili ya kuendekeza njaa, kutaka kupewa mikopo. Pesa za bure zije, mambo yenu yaende. Kidogo tu mikono imekaa hivi, mpewe hela. Kwa hiyo wale wanaowapa pesa wanawaambia, sasa sikilizeni, ushoga kuanzia saa hizi ni haki ya nani? Ni binadamu. Utasema hapana? Na wewe hela una? Utasema hapana, huku pesa wanategemea wakupe wao pesa, wewe maisha yako uendeshe. Utasema hapana. Afrika tumelala sana. Tuna madini ya kila namna. Madini yanayoendesha nchi za Ulaya yanatoka Afrika. Na mambo mengi sana yanatoka Afrika. Nchi za Afrika zinagundua madini ya kutosha, na nikwambie katika rasilimali duniani ambazo bado ziko chini ya ardhi kwa wingi mkubwa ni bara la Afrika. Ulaya asilimia kubwa washamaliza mali zao kabisa. Utaniambia kwa nini? Sikiliza, ndio maana naona wazungu wengi wako nchi za Afrika. Sasa hizi kuna vita ya kiuchumi kati ya Mchina na Marekani. Utanielewa? Ndio naona Wachina wanataka wainvest Afrika. Amerika pia wanataka invest Afrika. Wanagombana kitu gani? Huku ndiko kuna rasilimali nyingi ambazo bado ziko wenye ardhi. Waliokaa nazo hawajui kuzichimba wala kuzitumia. Kwa wao wanakuja kutaka kuzitumia. Ndio kila mmoja anaanzisha namna yake ya jinsi atafanya ili kuweza kuwateka ninyi wa nchi hizi za Afrika. Wanaonesha ni kama wanawasaidia. Nisikilize na kuambia hapa ukweli ndio huo. Sio leo tu, tangu koloni ngozi nyeupe alipokuja kwa Afrika kufanya kwa colonize, alikuja kwa sababu ya kwanza ni kwa ajili ya kuweza kumtumia huyu Mwafrika mwenyewe awe mtendakazi kwa kazi ambazo yeye huyu mzungu hawezi kuzifanya, lakini maarifa anayo ya kumuongoza huyu Mwafrika fanya hivi. Ndio unaona kwanza kutumwa, ukaanza kuuzwa wa Afrika, wakaanza kuuzwa. Lakini mbili, wakawa wanatumia rasilimali zao. Wakienda kwa jamaa zetu wale Wasukuma, wanawapatia vitu vya ajabu, wao wanachukua dhahabu. Maana Wasukuma wale wanachezea nani? Wanachezea hizi nini hizi? Ile kitu gani inaitwa bao? Dhahabu, wanachezea bao. Hawaelewi ni kitu gani. Mzungu anakuja sema okay, hii iko nyingi, leteni niwape hizi, leteni hizi ni mbaya. Chukueni hizi goroli. Na pesa goroli zinang'aa. Msukuma anafurahia. Wanachukua dhahabu inaondoka. Sasa hivi kuna ukoloni mambo leo, ukoloni ambao huenda kisomi. Sasa hizi Afrika haitawaliwi katika hali ya mwili. Inatawaliwa katika hali ya kiroho na kiakili. Wanawatawala Afrika kwenye hii hapa upstairs, hapa juu ndio penye shida. Wanakuja hapo, wanatafuta namna ya kuwakamata hapo. Ufahamu. Yesu alisema mtaifahamu kweli, tafadhali. Kweli tawaweka huru. Kwa nini alisema Yesu mtaifahamu kweli? Alijua usipomkomboa mtu katika ufahamu hapa, bado ni mtumwa. Na wazungu hawezi kubali nyinyi mpevuke, fahamu zenu zifunguke muone kitu. Wanataka muendelee kuwa hivyo mlivyo, hiyo watumie vitu vyenu. Leo hii wanatufanyia mambo mengi, tunataka kuwasaidia, tunakuja kujenga barabara zenu vile vile. Tunaona kweli sisi tumekuwa vilema. Sisi ni viwete, kujenga barabara ya lami tunashindwa. Barabara ya lami. Hivi mambo mengine ya ajabu sana. Tumesomesha watu wengi maengineer kibao. Maengineer wamejaa kibao wa maujenzi ya barabara. Tuna maengineer wamejaa sana kibao. Yapo mjini hapa. Maengineer wa nini? Mpaka majengo vitu gani? Wamejaa kibao. Lakini tukitaka kujenga barabara tunatafuta nani? Sasa
Mchina. Anachojengea anatoa wapi? Anatoa hapa kwetu. Vyote viko hapa kwetu. Sasa nyinyi mnashunaje kujenga wenyewe? Pita barabarani ukaangalie wale vibarua kibao na wale manager pale, wengi si Waswahili. Sasa mnashindwaje? Injinia wewe ni mtu michoro hapa, ili sehemu hii ibi ijazwe eneo hivi, pale pana ugumu wa kiasi hiki, iwe hivi, ratio inatakiwa iwe ratio ya lami iwe hivi. Ndio ule sio uliosomea haya mambo? Umesomea haya mambo? Sasa kitu gani kinashindikana? Lakini bado ule utumwa umekaa wapi? Utumwa umekaa hapa. Niliwahi kuwapa mfano wa yule tai ambaye yeye tai kawaida yake akai chini. Tai akikaa chini akitua mahali anakwenda kuchukua nyoka, sungura amekamata, kitu gani huko chini? Akikamata ndio anaondoka, akichukua samaki kwenye bahari pap, anaenda kulia kwenye mti juu au juu ya mlima mkubwa ambako ndege wengine hawafiki kumsumbua kama kunguru, sababu kunguru anamsumbua sana tai ni kunguru. Ndio maana tai akitaka kushindana na kunguru hana haja kupigana naye, anaenda juu zaidi. Kunguru anaishiwa nini? Anaishiwa pumzi, anarudi chini. Tai anaendelea kwenda juu, hakutu na ndege yote kule juu, anastarehe. Sasa tai yule mkulima wa watu amemshika tai, akamfunga mnyororo kwenye mguu wake. Kila siku yuko naye nyumbani kwake pale, amekaa naye, yuko kwenye mti amemfunga, anampa chakula pale. Tai tangu ni mdogo amekuwa mkubwa, ameanakalazeeka, yuko pale, ameshazoea mnyororo huko mguuni na kwenye wapi? Kwenye mti amefungwa mnyororo. Ameshakaa naye zaidi ya miaka 3. Lakini ndege wengine aina ya tai wanapita juu, wanalia kwamba wewe vipi, mbona umekaa hapo, wewe sio huko? Na yeye akiangalia mimi kweli sio hapa. Hawa kuku nilionao hapa mimi sio hapa, mimi naona ni kama wakule. Lakini anakumbuka mnyororo huu hapa umenifunga. Baada ya miaka 3 ile, yule mkulima akasema bwana, ninasikia huruma juu ya tai huyu. Wenzake wanapita wanamuita pale, na mimi najengana kuendelea kumfunga hapa wakati hawa kuku wanaokaa naye sio staili yake. Ni muachie tu aende, haina haja, ni mwache aende na akakae na wenzake. Yule mkulima akafungua ile tai mnyororo ule kwenye mguu. Tai siku zote akawa haondoki pale, nazunguka hapo anakaa, haondoki. Chakula nampa, haondoki. Jamaa akasema labda huyu hajaelewa, akamshika tai, anamrusha juu ya bati. Tai anarudi tena chini pale, anaendelea kula pale chini. Nini kilibakia kwa ile tai? Ulibaki mnyororo kichwani. Ule mnyororo kwenye mguu ulifunguliwa, lakini kwenye kichwa kabaki, kwenye ubongo kuna mnyororo. Nini? Bado ana mawazo ya kutawaliwa, ana mawazo ya kuwa chini ya ile mwanadamu anayempa pale chakula ale. Hivyo ndivyo Afrika ilivyofanywa. Mpaka leo tunaamini hatuwezi chochote. Tunaamini hivyo. Tunasoma, lakini bado tunaamini tunatoka kupewa. Ndio nakueleza, huo ndio ukweli, siwezi kumung'unya maneno. Tunasoma tunaamini tunasubiri kupewa na wazungu tusaidiwe. Hivyo. Ndio maana na marais wengi kwenye madaraka duniani, hasa Afrika, zake duniani, sema duniani, wale wengine hapana, sio jumlishi. Wazungu wanajitambua, Wachina wa Japan wanajitambua, wote wanajitambua wale. Sisi Afrika, kila mtu atagombea urais pale, anashafika pale anapiga mahesabu ya kukopa kila mmoja. Ndio maana Afrika ndio nchi ambazo nchi zake zimejaa madeni. Ni bara la Afrika. Jamani, piteni takwimu kwenye mitandao. Tafuteni, siku hizi takwimu ziko wazi. Ingia kagugo kule katafute. Nchi zinazodai madeni mengi ziko wapi? Ni Afrika. Ni Afrika kamanda, tunaishi kwa madeni. Sababu gani? Kile anayekuja pale akikaa tu pap, anaanza kuwaza nikope, nijenge hiki na hiki. Hii nini? Wewe, tuna Tanzanite. Inapatikana Tanzania peke yake. Tanzanite maana yake sababu haiko duniani popote, ni Tanzania. Ikaitwa Tanzanite. Madini ambayo yakiuzwa bei zake ni za juu sana. Ndio inaenda hivyo.
Lakini Afrika bado tuko hivyo, tunaamini sisi ni masikini. Tunaamini sisi tunasaidiwe kila siku, yani sisi hatuwezi wenyewe. Kwa tunaenda kuishi hivi tunasema hatuwezi. Sisi hatuwezi. Wanatushangaa wale jamaa. Wanatona hatuna akili. Trump akasemaga Waafrika na Waarabu sio watu. Ile kauli ukisikia vile unasema unakasirika. Si amekwambia sio watu. Unakasirika, sio watu sisi. Na mimi nikasirika niliposikia anazungumza vile makaule. Ile awamu ya kwanza yake ya urais na kama nakumbuka, sio hii. Ndio alitamka neno hili. Na mimi nikakasirika, lakini baadaye nikasema ngoja nifuatilie speech yake nijue anamaanisha nini. Unajua ukiona pale juu unasema tu huyu ametukana sana. Bwana jamaa kashuka chini ukadhirika. Ndio nikaona huyu jamaa ana maana. Kumbe anakuwa kuna jamaa amelenga. Pale juu unasema labda amewatukana. Ya sisi sio watu. Waafrika na Waarabu sio watu. Niliposhuka chini nikagundua sawa amemaanisha kitu gani? Hamaanishi nyinyi sio wanadamu kama yeye, kuna kitu anakizungumza. Maana wanyama hawana akili kama wanadamu. Mnyama hana hiyo. Akisema ukitaka kujua Waafrika na Waarabu sio watu, wauzie silaha, watauana wao kwa wao. Ni sawa wapelekee pale sokwe porini wapatie bunduki, watauana bunduki. Wale sokwe hawana akili. Huo ndio ukweli. Si ndio ukweli? Sehemu nyingi wanauana wao kwa wao ni nchi gani? Si Afrika. Sasa na Waarabu. Ukitoa wewe ni nyani utakataa? Ukitoa wewe ni sokwe utakataa sokwe? Wewe sokwe. Sababu mnauana nyinyi kwa nyinyi, si nyinyi sokwe nyinyi. Tumewekwa katika hali ya upuuzi, tuko hivyo, tumekaa hivi. Unaona nchi za Afrika hizi kupata silaha, wewe ambaye uruhusi kupata silaha, ni ngumu kupata silaha. Lakini kwa wazungu kule kila mtu ana kwake, yuko nayo hapa. Sisi huku ukipata silaha mtu anafika pale bana anaanza anatembea nini, akishikia sana pistol. Ule jamaa kule baya wapi pale sijui wapi pale Tabata sijui wapi kule, jamaa yule makajuzi. Mchana ameshale wazake pombe wakaenda pale na nini anajidai. Wamejibishana mambo madogo na jamaa mmoja pale counter. Wewe kuna wewe unijui? Akaenda kwenye gari yake. Akachukua bastora. Jamaa kona kimbia chali. Kapiga watu wangapi na huko akaona hii kesi. Akajimaliza mwenyewe. Sasa huyo ni mtu huyo. Kwa hiyo tayari anachozungumza nini, maana ya kuzungumza mtu? Anaongelea utu, kujielewa, kujitambua. Ndio maana ya utu. Sio mtu kuwa kutembea miguu miwili na ruka unasema mimi ni fulani. Haimaanishi hiyo. Kuna namna ambayo inazungumzwa zaidi anachokifikiri. Kujitambua, kujielewa, kujua huyu ni nani, mpaka yangu ni hipi na nini. Huo ndio utu unaozungumzwa. Sasa ukiambiwa sio mtu unaweza kusema mimi sio mtu. Tafakari anazungumza nini? Matendo yako yanatenda kama mnyama. Ndio na sisi Afrika huku mtu kiwa unaweza tu kula ugali wako, umebadilisha nguo zako 2-3, unasema maisha nishapatia, basi tayari. Miguu juu tayari. Tunafikiri maisha ni kula na kunywa imeisha. Tumaliza. Ndio wanaona wabunge wetu watu gani huko chini wanajua kupatia wananchi wao ni kitu gani. Sikiliza, kanuni ya rushwa huijui. Biblia inazungumza mambo ya rushwa. Mungu anazungumza kuhusu kukataa rushwa. Rushwa inapombaza ufahamu na kufunga akili ya mtu. Maamuzi yako yafanye kazi. Rushwa inakufunga. Sawa, wabunge wengi na watu wengi, viongozi wengi wanapenda kuwapatia wananchi wao nini? Unajua maana yake? Anakutukana. Unapewa 10,000 na wewe acha. Unapewa 10,000 hivi. Nipigie kura, naenda kupiga kura ntwa kwa ajili ya 10,000. Mambo yenu ambayo ya msingi hayatendwi sababu gani? Mmepewa 10,000. Kwa jamaa afanye mlichomtuma bungeni kwa sababu anajua aliwalipa.
Swali dogo Nyerere alioji akasema Ikulu kuna kitu gani? Na mimi nahoji bungeni kuna kitu gani? Bungeni mpaka uwape watu rushwa ndio uende bungeni? Kuna kitu gani? Kama wewe unaweza kutoa milioni 100 ngapi ukagawa kwa watu, maana yake tunatoka kutuambia kwamba kuna vitu unaviona kule ukaibe. Ndio maana yake. Ukaibe vile vya kwako. Na wanaowaibia ni hawa, wanalipa kodi hawa wanalipa. Hao ndio wanaowaibia. Sasa hatuna elimu hiyo, hatujafundishwa hiyo elimu. Watu hawajui kama wanajibia wao. Wakati mtu anakupa rushwa kama hujui anakuibia wewe. Wewe unafikiri amekupatia? No. Wewe ndio amekuibia. Hujaelewa, amekuibia. Wewe ndio amekuibia. Unajua kodi unayotoa wewe ni shilingi ngapi? Kila ununuacho kina kodi ndani yake. Hata ukinunua umeme wa 1000 kuna kodi ya serikali. Fanya mchezo ni. Hata chochote unachonunua kuna kodi iko ndani. Hakuna mahali unavuka. Sasa unajua ni gharama ngapi umetoa? Ndani ya mwaka mmoja wewe peke yako unafikiri umetoa shilingi ngapi sio kodi yako? Unajua kuuza utu wako kwa ajili ya kupewa 10,000 na mwanasiasa. Sasa unajua ukipewa rushwa ukipokea wewe ndio hujui. Asilimia kubwa wanaotoa wanafahamu. Ananunua utu wako. Ananunua fikra yako. Anakunyamazisha, anafunga mdomo wako. Usiongee chochote, ndio maana yake. Kuna msemo mmoja anasema mbwa mkali mpe mnofu mdomoni, hawezi kubweka. Mbwa mkali mtupie nini? Mnofu, hawezi kubweka. Kiona mwanasiasa nganga amechachamaa, mwanasiasa yuko tu mwaka wa kwanza, yumo wa pili, wa tatu. Huyo hajapewa mnofu ama amekataa mnofu. Aendelea kubweka. Asilimia kubwa unasikia pap amenyamaza. Ujue tayari kashapewa mnofu. Asilimia kubwa ya wanasiasa, nikupe siri, wala hawakutetei wewe mwananchi, hawakutetei wewe mwananchi. Huo ndio ukweli. Yaani huu ni ukweli, nazungumza ukweli mtupu. Mwanasiasa amtetei mwananchi yoyote. Kila mmoja anatafuta maisha yake yeye. Ndio maana akienda pale tu tayari na barabara si mnawapisha humo, tunawapisha vizuri wote, hata mimi nawapishaje. Zingora tui weka wewe to. Lakini yeye mlimpiga kura mkamweka pale. Baada ya kumchagua nyinyi mnakuwa nani? Kufanya mchezo ni. Yeye foreni akai, foreni mtaka nyinyi. Mbunge anaendesha gari lake barabarani anavunja sheria pale. Trafiki kimuona tu ana jambo fani. Fanya mchezo. Wewe kuvunja sheria, trafiki. Wake up. Sasa sheria imekuwa ni ya wananchi wa kawaida. Kwa wale jamaa, wale viongozi haiwahusu. Sasa hiyo ni kitu gani? Hiyo ni nini? Hiyo ni nini sasa? Si mnaelewa wanazozungumza? Pastor Rona unahubiri kitu bora, sasa Jairo unahubiri kitu gani? Mbona kama unahubiri vitu vingine ambavyo sijui? Maisha ni ya Mungu. Mungu anaweka maisha kwa wanadamu. Na kwa sababu watu Biblia hawajaisoma inavyotakiwa, hawajui Biblia. Na mtu atakaja akasema pastor anahubiri kitu ya labda siasa hivi na hivi. Haya anayehubiri yote ni Biblia na iongomza hapa. Yote anayoongea hapa na ushahidi wa maandiko ninao. Yote anayoongea. Mungu alikataza rushwa, akasema rushwa ina nini? Rushwa ni haramu. Rushwa inafunga maarifa ya mtu. Rushwa inamfanya mtu maamuzi yake yanafungwa, hawezi chochote, hawezi kuamua chochote sababu amepewa nini? Rushwa. Bible, sio mimi. Bible inazungumza. Na akasema namna ya kuchagua viongozi. Biblia, Mungu anasema chagua watu. Mungu anaambia Mose chagua watu waadilifu. Sikia vizuri, wasiopenda mapato ya udhalimu. Wasiopokea rushwa. Wenye moyo wa kunipenda mimi Mungu. Yaani wacha Mungu. Anampa sifa 4 kuu. Sasa ona, hiyo ndio uchaguzi Mungu anazungumza, anamwambia Musa. Haya, swali linakuja kwako.
Hao wanawapigia kura vipi? Ni kuna mcha Mungu hapo ndani? Kuna mtu apendi rushwa yuko pale? Unafahamu mtu anaonga tangu kwa chama chake mwenyewe, anaonga wajumbe. Kitoka hapa akishatoka ule uchaguzi wa chama ndani, akienda uchaguzi ule wa nje wa kawaida, anaonga tena watu wengine. Kimaliza hapo anatafuta wale watu wasimamizi kwenye kura, anawapa tena hela. Kila sehemu panapigwa nini? Ni rushwa. Watu hawajui uchaguzi. Mungu ndiye aliyezungumza mambo ya uchaguzi. Anasema Mungu, kura hukomesha nini? Mashindano. Kura. Biblia, useme sasa hii inaongea Biblia, siongei maneno yangu. Mungu alileta habari ya kupiga kura. Nimekuwa nikiwaambia watu mara nyingi, mnaambiwa usiwe na siasa gani kagundua hiki, si nani kagundua hiki, nikawaambia mbona mnafanywa uongo? Yote ni Biblia. Hakuna kugundua, yote ni Biblia. Nyinyi ndio wewe ndio hujasoma, hujaelewa Biblia inasema nini. Leo kuambia hakuna kitu kimetengenezwa eti kimetokea hewani hivi, hata kimoja. Maprofesa wote wajanja wenye akili timamu walizama ndani ya Bible. Kanuni gani? Ukikufundisha vitu, vikuonyesha vitu hapo utasema, "Hey pastor, kumbe kuna vitu hivi." Kuna kanuni nyingi sana za mambo ya wamefanya mambo ya usiki kitu gani wamechukua Biblia, wameiba huko Biblia. Wachofanya ujanja wao ni kwamba hawakuambii imeandikwa wapi, kitabu gani, si mtu gani, hawasemi hivyo. Na waiweki kwa wazi huo. No, wanaificha sana. Kila kitu kiko humu ndani. Kanuni ya kuelea si meli kwenye maji eti nani? Newton. Wewe thubutu wewe. Newton na Nuhu nani alikuwa wa kwanza? Nuhu alitengeneza safina ilielea. Zile kanuni Mungu alimpatia Nuhu, ulisoma zile kanuni, ulisoma. Kasome uone, afu nenda kwa Newton alichokiandika na utagundua the same. Kwa nini? Nani kaiba kwa mwenzake? Lakini shuleni ukifundishwa unafundishwaje? Unafundishwaje? Fanya mchezo eti wewe bwana, acha ujanja. Acha ujanja. Kamanda, unaona malaika hawa, maono, manabii hawa. Unaona Henoko ndo nabii wa kwanza. Naomba unielewe. Huyo Abrahamu unamsema wewe haja kwako. Musa unamjua wewe haja kwako. Henoko alikuwepo, ambaye alikuwa mtu wa 7 kutoka Adamu. Naomba uelewe. Huyu jamaa Mungu alimpatia mavision ya ajabu. Yaani ya hatari. Kwambia ya hatari ni hatari kweli. Huyu jamaa alizijua mbingu kila mahali, kona zote. Alijua mpaka kuzimu, kona zote akajua. Yaani aliona mambo yani ya ajabu. Mpaka watu wa dini kukataa mafundisho ya Henoko kwa sababu walichanganyikiwa. Unaomba naeleza kamanda, akili naruka hivi, uelewe unachokiona kinachoandikwa ni kitu gani. Sasa wanadamu wanataka kile kitu wanachosoma wakielewe. Sasa yale ya Henoko mengi hawaelewi. Wafanyeje? Wakasema hiki kitoeni. Maono, sababu umekosa fasiri, hawaelewi. So ile jamaa aliona maono mengi, mambo ya kusema gurudumu si kitu gani. Henoko alikuwa anayaona yote magurudumu. Akasema, ukiacha Ezekieli ambaye aliona magurudumu, kuna asema nikaona roho. Nikaona gurudumu linatembea, kitu cha enzi kinatembea hewani. Kina magurudumu 4. Kila gurudumu limejaa roho ndani yake. Inatembea kwa roho. Hiyo roho ilipoamua kwenda ndiko kile kitu kilipoenda. Roho iliposema ndio gurudumu likoenda, gurudumu linazunguka. Haya aliona Ezekieli, aliyaona Henoko mtu wa kwanza. Wale waliokuja kujenga yale magurudumu ya kujenga matairi yatembee hivi, walichukua maono ya Henoko. Mtu anakuambia tuligundua sisi. Aligundua nani? Wewe thubutu, aligundua nani? Mimi nilikaa na profesa mmoja, Tumekaa sebeni, tunaongea sebeni mimi na yeye. Msabato huyo profesa. Profesa wa nini? Rafiki yake na nani? Rafiki yake na mke wa rafiki yake yani rafiki yake na mke wangu mimi. Sasa mke wake yeye yule jamaa ndio, kwa sababu mume wake ndio profesa. Yule wa Arusha yule. Mmemkumbuka? Nimekaa naye tunaongea.
Naambia bwana Biblia akasema unajua unachoongea kijana cha kweli. Unajua ni cha kweli kabisa. Hata mimi nimegundua kwamba hawa watu vitu vingi wameiba huku. Amekubali. Ni wewe hujaona, anakudanganya eti wote hakuna kitu. Hakuna jambo jipya. Solomon anazungumza hakuna jipya chini ya jua hili, hakuna jipya. Hakuna jipya. Yote God kwambie vitabu unavijuaga wewe, kitabu cha kweli tupu, Bible. Hii kitabu cha maajabu hiki wanasayansi wanakikubali kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ni cha maajabu. Yaliyoelezwa humu na kuandikwa humu usione potelea mbali. Leo ukiona unabii umeandikwa eti utatokea hivi na hivi na hivi, useme hii itakuwa kweli hivi na hivi. Kwani haya unayoona leo hujayaona huku mwanzoni? Si unakutana nayo huku ndani aliandikwa. Haya tunayaishi leo haya. Si aliandikwa? Kutaka kujua Biblia ni kitu cha kweli, ni Mungu kweli. Usipambane kupambana na mwanadamu mwenzako. Ingia kule, soma yote uone mpaka unaishi nayo leo. Humu yaliandikwa ya kuandikwa. Kama iliandikwa, nani aliona? Nani alimuonesha? Ndio unajua kuna Mungu wa mbinguni. Kama Mungu mbinguni yuko, ndiye aliyowapa watu mambo haya wakaona na kuelewa. Bwana nikwambie, ukiwa msomi wa Bible vizuri, alafu Roho wa Mungu akufundisha kilichowekwa pale, ngoja nikwambie mpendwa, unaweza kukutana na mtu mwenye elimu ambaye anajiona na elimu kubwa, ukakaa naye hivi akanyosha mikono, akaona huyu jamaa amesoma sana huyu. Huyu bwana msomi kweli. Kumbe mkuzidi elimu yenyewe, mkuzidi kweli ya kawaida. Sasa wewe unamzidi, kwa nini unamzidi wewe? Kwa sababu wewe una elimu kubwa ya kiroho. Mungu ni roho. Mwanadamu ni roho. Na mambo yote mwilini unayaona yanatokea rohoni. Ili uweze kutembea vizuri lazima rohoni kuwa sawa sawa. Bible unaposoma unajaza roho yako mambo na fahamu, maarifa ya mbinguni ya Mungu aliye hai, ambayo maarifa hayo hakuna mwana science anaweza kuyafanya. Ushona mwana science anapaa aenda mbinguni, amepaa yeye mwenyewe hivi anapaa. Lakini Henoko alipaa au akupaa? Henoko alipaa kupaa? Elia alipaa kupaa? Yesu mwambie mtu apae bila parachute. Kwa sababu parachute yenyewe upai nalo. Parachute itakusaidia wakati ukiruka kule juu kwenye ndege. Wakati unatua usitue kwa nguvu ukaumia. Pup! Ni ule mwamvuli ule. Kwa hiyo taratibu. Una namna ya kudrive parachute. Sio unaondoka tu puvu kama vile jiwe. Kuna namna ya kudrive ili usiende kwenye maji. Usiende kwenye miti. Kwa hiyo unaelekea huko una sehemu una switch labda hii. Unaenda sehemu nyingine hivi. Inaenda hivi. Ndio na commando, kozi ya commando wanafundishwa kudrive parachute. Ndio unapeleka kwa hewani na helikopta mbali juu. Afa anaambiwa ruka. Mkiwa watatu ruka. Tu tayari. Ruka unachomoa. Uko hewani. Commando. Hata ni commando wa Yesu, sema amen. Hallelujah. Sema makomando sisi tunajua sisi uzuri wetu uko hivi. Sisi komando wetu ni mkuu sana. Sababu gani? Sisi tunapigana vita za aina zote. Sisi kwenye maji tumo, kuzimu tumo, nchi kavu tumo, angani tumo, mbingu ya mbingu tuko, na mbingu za mbingu tuko. Iko mbingu ya kwanza ya wanadamu anatawala hii. Kuna mbingu ya pili shetani anatawala na malaika zake. Kuna mbingu ya tatu anakaa Mungu mwenyewe. Sisi kote huko tuna connection. Na tunaweza kuingia kama ni kwa Mungu kwa ajili ya maelezo na sifa na utukufu wa Mungu, kupata maono na mambo mengine kwa Mungu. Hakuna vita kule. Lakini kwenye anga la shetani, kwenye mbingu ya shetani, anamiliki shetani mbingu ya pili. Unajua kanika kama mbingu ya pili, ili azuie mambo yenu ya huko duniani, azuie michakato izuilike.
Bali kuambia malaika ukiona amekuja duniani pap, uje umepita kwenye shughuli suruba hapo katikati. Na kueleza hivi. Ukiona maombi yako Mungu asema maombi yako yamefika mbinguni. Unajua maana yamefika? Maana yake kuna vita ilipambana katikati hapo. Yakapita. Na maombi yenye penetration nzuri katika ulimwengu wa roho katika anga la pili ni maombi ambayo ya mtu aliyejaa nguvu za Mungu ndani yake, maana roho wa Mungu ndani yake yumo. Na huyo mtu ambaye ana uwezo wa nguvu za sadaka, sadaka iliyo na mamlaka, sadaka ya kweli iliyotolewa kwa ukweli, inafanya maombi yake yawe na nguvu ya kupishwa na kila falme na ukuu wa giza wanaozuia mambo ya watu ya rohoni yasiende kwa Mungu. Wanakosa kibali. Maombi yanayozuiliwa ya mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye ameokoka lakini hana nguvu za rohoni, mtu ambaye ameokoka lakini sadaka zake nyonge na haelewi, maombi yake yanazuiliwa sana hapo, hayaendi popote, yanagonga yanarudi hapo. Maombi ya mtu ameokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi kwake, ni mtu anajua na maarifa ya rohoni ya kuhusu mbingu za Mungu, anajua ni nani sasa hivi, sadaka zake ni sadaka zinazoeleweka, Mungu anajua na yeye anazijua. Mashetani yanapisha, hayana namna, hakuna mjadala, yanapisha yenyewe, ni kupita yanakwenda. Maombi msifikiri kitu cha kawaida. Maombi ulimwengu wa roho unajua yanavyoonekana, labda unajua kujua unajua yanaonekanaje? Kama moshi, sio moshi mweusi, kama moshi mweupe. Au ukungu, unafahamu ukungu? Au mawingu fulani hivi yanakuwa yanatembea mawingu yani. Ndio maombi yanavyokuwa vile, kama una habari. Watu waniangalia usoni kwamba hii nini? Ndio hiyo. Maombi yanavyokuwa ni kama ule wingu jeupe ile. Au moshi mweupe. Ndio yanavyokwenda hivi, yanakwenda hivi. Hayo. Sasa hayo. Yakiwa yamejaa moshi mweusi na nini, hayo hayapenyi popote. Maana yake yana dosari nyingi za kutosha. Hayezi enda. Yanagiza. Maombi. Unaona kwenye Ufunuo Yohana anaandika, anasemaje? Nikaona malaika na chetezo chake akifukiza uvumba mbele ya madhabahu ya Mungu. Asema kisha nikaona moshi. Sio moshi mweusi. Moshi ni neno tu lilotumika, kwa sababu utatumia hata lugha gani utatumika pale ili uelewe. Hivyo, lakini mweupe ndio maana. Asema nikauliza nini? Asema hayo ni maombi ya watakatifu. Maombi ya nani? Watakatifu. Ndio anaenda hivyo kamanda. Sasa unaona, sasa staili hiyo yabena kwa staili hiyo. Mkuu wa anga ameziba anga juu. Unajua anavyoziba? Sababu ni majoka makubwa sana, unajua eh? Ni majoka makubwa, walikuwa malaika wale. Sasa ni majoka makubwa. Likitana pale juu namna hii. Haya hayana nguvu za Mungu, hayana kibali, yana moshi mweusi. Yaani weupe huko mdogo dogo, imejaa weusi mwingi. Ile jabari kiweka namna hii, ubavu wake anagonga pi. Yanarudi. Vile unaviona ile ozone layer. Unaifahamu ozone layer? Unajua ozone layer? Wengine wanasema watu wananiangalia tu, Mungu awasaidie kweli. Hata hawajui ni kitu gani nazungumza. Kuna layer moja iko kule juu, tabaka hilo ambalo ni gumu, liko kama barafu fulani. Hiyo linasaidia kuzuia mionzi ya jua kupenya duniani kwa nguvu, ili kuathiri wanadamu na kuathiri mimea walionayo na maji yasikauke. Hiyo inaitwa ozone layer. Halo. Sasa ile ndio nakupa mfano wa hiyo ozone layer uione. Afu uone mfano unaokuja wa wale mapepo wanavyozuia maombi ya mtu. Sasa mtindo wa ile ozone layer ilipokaa pale inazuia mionzi mikali isipite kumwathiri mwanadamu pamoja na vitu vilivyopo duniani. Sasa inakuwa vile pepo limekaa mfumo huo. Sasa maombi yako ni kwamba yana mfumo wa moshi, si ndio? Sasa yana moshi kwa mweusi, haiwezi kupenya kutoboa pale. Ile ozone layer huwa inafanyaje? Huwa inayeyuka kutokana na joto jingi wapi? Duniani. Yaani carbon kuzalishwa sana kwa wingi duniani, ile ozone layer inaendelea kufanya nini? Inaendelea kupungua. Jua linaongeza ukali wapi? Duniani. Ndio nasikia wanasemaga vikao vyao huko Ulaya, Umoja wa Mataifa wanasema bwana tuweke vikao kupunguza viwanda wapi? Duniani. Uzalishaji wa vitu wa carbon nyingi duniani, viwanda visiwe vingi sana. Ubaki kusikia habari?
Au naongea na watu ambao hawaelewi ninachoongea? Wanasema kwa ajili gani? Kupunguza hewa ya ukaa duniani, yani carbon dioxide isiwe nyingi, itaenda kuyeyusha ozone layer kwa wingi. Jua litaongeza nguvu sana duniani, watu watakufa watu. Mimi kusikia hizo habari kwamba na dunia katika kila nchi wapande miti mingi ili kusudi kuzalisha nini? Hewa ya oxygen. Ili isiende kuathiri lile nini? Lile tabaka. Si ndio? Sasa ile carbon inapozidi, ile tabaka inaendelea kuyeyuka kidogo kidogo. Kwa jua linapenya kwa nguvu kubwa. Ni rahisi kuathiri wanadamu, ngozi zao, na hasa wa albino pamoja na mambo mengine kama mimea na nini, inaharibu na wakati mwingine kufa watu. Hata samaki baharini na ziwani wanakufa kwa sababu ya jua kuwa kali. Maji yanakuwa kama yamechemshwa. Sasa ndio inavyokuwa maombi ya mtakatifu yanapaswa kuwa kama carbon dioxide, japokuwa hii ni hewa ya ukaa, lakini hii ya maombi ni moto. Yanakuwa mithili kama moto. Ndivyo naviona yameenda kwa namna hiyo kama mawingu, lakini yana nguvu kama moto. Kwa hiyo akienda pale, wale walipoweka tabaka lao la kuzuia maombi, wanakuta wanaangalia mambo mawili kwamba okay, tuzuie, tuchomwe ama tupishe yaende. Kwa hiyo wanakuwa maamuzi yanakuwa mawili tu. Waamue wazuie, wachomwe ama wapishe maombi yako yaende. Halo? Hivyo ndivyo ilivyo. Ukisoma Danieli utaona Danieli akizungumza mambo akiambiwa na malaika Gabrieli kuhusu maombi aliyoomba siku 20 ngapi? 21 alikuwa yapiti kwenda mbinguni. Ndio anakuja Gabrieli, anakuja kutaka kupita aende, anazuiliwa asije kupelekea majibu Danieli. Anatoka Gabrieli, anatoka Mikaeli kutoka mbinguni, Mungu anamtuma. Anakuja, maana yake Mikaeli ni mkuu wa vita, anakuja kupigana vita. Na yule alimpiga Ibilisi akamangusha chini Lucifer. Kwa hiyo akaja kuja kupiga ile nguvu ya Lucifer pale juu. Akamwambia pisha. Ndio yule mkuu wa anga akapisha. Ndio Gabrieli anafanya nini? Anapita kwenda kumpa taarifa nani? Danieli. Anaambia Danieli, mtu wa Mungu, Mungu anakupenda sana. Anaambia ndio. Anasema sikiliza, tangu siku ya kwanza ulipotia nia moyo wako kuomba, Mungu alikusikia, alikujibu, akanituma nije kwako. Swali linakuja sasa. Tangu siku natia nia moyo wangu niombe maombi, Mungu alinijibu, akutuma uje, maana yake ni kwamba ulikuwa wapi? Ndio maana yake, ulikuwa wapi? Sasa Danieli ndio Gabriel anamwambia sikiliza, siku 21 mkuu wa anga la Uajemi alinipinga, alinizuia. Ndio Mungu akamtuma malaika mkuu Mikaeli, kamanda jemedari, aje kunisaidia. Maana Gabriel apigane vita. Naonaga watu wengine hawajui kazi za malaika, hawajui malaika wakoje, malaika gani anafanya kazi gani, mkuu wa idara gani, wao hawajui. Ni rahisi kusema malaika Gabriel nipiganie. Akupiganie wapi? Yule apigani. Ndio maana akija kwako hana silaha yote. Gabriel ni malaika wa habari tu. Yeye kazi yake ni ana karatasi kubwa ambayo limeshikwa, anashika hivi. Kwa sababu ya habari, taarifa, kutoa kupeleka kwa wanadamu, kupeleka mbele za Mungu. Lakini yeye ana malaika chini zake wanaofanya kazi. Yeye ni mkuu. Ni kama waziri wao. Akija yeye kama yeye, maana yake hiyo case ni special sana. Na Mungu anataka ifanyiwe kazi haraka sana. Atakuja Gabrieli mwenyewe. Lakini nyingine ndogo hizi atatuma malaika wadogo ambao chini yake wafanye hiyo kazi. Hivyo na Mikaeli, yeye ni mkuu wa vita. Ndiye aliyempiga Ibilisi na malaika zake, aliwapiga na jeshi lake yeye. Maana Mikaeli ana jeshi lake, ana malaika zake chini. Walimpiga Lucifer na malaika zake, wakashuka chini. Kwa hiyo ukiona kesa amekuja Mikaeli mwenyewe, ujue shetani yuko pale. Popote Biblia ukiona inazungumza Mikaeli akatokezea, ujue shetani alikuwa pale. Sababu Mungu apigana na viumbe alivyoviumba. Usio kusema Mungu anapigana na shetani. Hiyo ni kufuru. Ni kufuru sana. Kufuru kubwa. Yaani mfano uchukue mwanao, bwana wewe dogo, mwanao pale mchukue wa umri wote tu, mwanze kukunjana ngumi, mnapigana na mzao mwanao, mnawezekana? Wewe usikomchukue mwanao pale mdogo, ile dogo jina lake nani? God bless. Mtakupigana. Watu wataonaje huko? Atakushangaa wewe. Kwa Mungu apiganaje na shetani? Anapigana na shetani nani? Ni Mikaeli. Kwa ukiona malaika wakuu wametokea mahali, hata Rafaeli amekuja pale mbele, ujue hiyo ni case ambayo ni special. Lazima ahusike Rafaeli mwenyewe. Rafaeli ni malaika wa uponyaji.
Yeye huyu ni kama daktari mkuu bingwa. Huyu Rafaeli ndio kazi anafanya za uponyaji. Lakini na malaika wadogo chini yake ambao wana kesi ndogo ndogo, anamwambia nenda pale, nenda pale, nenda pale, aje yeye. Kwa ukiona wamekuja wenyewe wale wakuu, ujue hiyo kitu ni special sana. Si kwa nini nahama kwenye reli. Halo. Kama natoka kwenye reli Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Nilikuwa nafundisha sadaka. Sadaka. Yesu nisaidie. Sasa nilikuwa nataka kugusa eneo gani? Eneo nataka kugusa mimi ni eneo nilikuwa nagusa la kuhusu kukopeshwa. Nikasema nataka niingie kwenye swala linaitwa vichwa vya ukoo au vichwa vya familia. Sadaka nyingi watu wengi zimewasaidia ama kuharibia kutokana na watu wa koo zao waliobeba koo zao. Walitoa sadaka ya namna gani mbele za Mungu wa mbinguni aliye hai, ndio ziwabebe kizazi chake huku mwishoni. Ama walitoa sadaka kwa mashetani au miungu, wale vichwa vya familia ambao ni baba wa ukoo, ndio sababu familia huku nyuma inapigika. Ndio kuna watu ambao maisha yao yanaharibikiwa leo hii, sio kwa sababu yeye ndo anaharibu, no. Amejikuta akiishi kwenye mkenge ulioingizwa na babu yake, ambaye yeye kimsingi alifanya agano na shetani, akatoa sadaka labda ya mwanadamu au anachojua yeye mwenyewe alichokifanya kwa ajili ya ukoo wake. Ukoo mzima, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne kinapigika kwa ajili ya yule babu wa kwanza, ambaye ni kichwa cha nini? Kichwa cha ukoo. Kichwa cha ukoo. Wengi wameishi maisha wanayoishi leo kwa sababu ya sadaka. Sadaka. Kuna mtu leo ndio unaona kwamba kuna mtu anapitia sehemu ngumu sana, usifikiri ni kawaida. Asema natoa sadaka sana, si kwa nini mambo yaendi. Kumbe bwana, kuna masadaka mengi huyu mtu anafidia ambayo mababu zake walifanyia sadaka kwa miungu migeni. Sasa wewe umekuwa unajenga, unaweka fidia ya kuweza kunyamazisha sadaka ile ya kwanza ambayo ilitolewa kwa miungu migeni. Mtu mmoja aitwa Gideoni, kama Mungu asingemsemesha, asingeelewa kutoa sadaka ya ng'ombe wawili ili kusudi kumaliza sadaka ya kwanza baba yake aliyotoa kwa miungu migeni ya bahari. Wakaishi maisha ya mateso. Gideoni, maisha ya shida, wakawa masikini kwenye ukoo wa Manase kwa sababu ya baba yake. Anaitwa jina lake nani mzee? Msahau jina lake. Alikuwa ni kuhani wa bahari. Malaika anakuja kumwambia Gideoni, anamwambia shujaa. Jamaa samisha shujaa. Mimi sina kitu. Uko wetu masikini. Mimi shujaa ina gani? Anaambia sikiliza, wewe ni shujaa, nitakueleza. Ninaambia ni ushujaa wako utimilike nilokueleza huu, fanya haya yafuatayo. Halo, nasikiza na mtu hapa jamani? Kuna mambo ya kufanya ili ushujaa utimilike. Mungu anaongelea sacrifice, anaongelea jinsi ya kutoa sadaka ili huyu jamaa afikie kile ambacho Mungu amekisema. Na watu wengi leo wanakwepa, wanafikiri sadaka utakwepa. Uweze kwepa. Ni kweli uweze kuokoka, si ukawaje ukaomba sana, ni kweli, lakini kama nguvu ya sadaka haipo, maana sadaka inakunenea wewe ukiwa hai, hata ukiwa umekufa umeondoka, sadaka itasimama siku zote kwa ajili ya familia yako. Mambo yaliyobaki huko nyuma utawasaidia wengine kwa ajili yako wewe. Sadaka haina ukomo, sadaka inaendelea, inazungumza daima, hainyamazi. Ndio maana wakati unatoa sadaka sana, maybe kanisani ni zaka, shukurani, ama unatoa kwa wajane. Maana watu wanachanganya sadaka za wajane za wajane tu, yatima ni yatima. Mtu mwingine anasema sadaka ya fungu la 10 langu huwa napeleka nagawa fungu la 10 na hapa wajane kidogo na hapa na yatima kidogo. Umeingia mkenge, umechanganyikiwa. Fungu la 10 ni la Walawi, makuhani peke yao. Yaani hilo ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu peke
Yaani usichanganye mambo. Sadaka ya mjane ni sadaka ya mjane tu, sio fungu la 10, sio shukrani. Hiyo ni wewe utaitenga unavyotaka kuitenga, kwa namna yako utajua mwenyewe, haufungwi. Lakini usichanganye mambo kwa fungu la 10 ukaza ngani gawe kwa mjane, yatima, imekula kwako. Hautaona thawabu, hautaona matokeo. Kwa sababu gani? Wewe umefanya kitu cha uongo. Limbuko mzaliwa wa kwanza ni kwa kuhani. Zaka kwa kuhani. Lazima Mlawi ndio ale. Sadaka ya mjane itafuta unapotaka kutafuta, weka, mpe mjane, mpe yatima. Usichanganye mambo. Narudi kwenye somo letu vizuri. Haya. Kwa sasa sadaka ile inazungumza ukiwa hai, ukiwa hauko hai, ni daima. Ndio wengi wanapambana leo na kuzika masadaka ya miungu au miungu iliyopewa masadaka mabaya kwa kwenye ukoo zenu. Mnateseka kwa ajili ya babu yako mza babu yako. Inawezekana aliyeingiza ukoo kwenye mambo mabaya na magumu, lakini kwa sababu sadaka alipatia miungu migeni sadaka, akafungua. Yeye ndio lango la ukoo wenu. Kumbuka, ndio kichwa cha ukoo wenu. Kichwa maana yake lango. Ndiye aliyefungua, akafungulia maisha mabaya na magumu ya miungu kwenye familia yenu, kwenye koo zenu. Sasa nani anakuja huku mcha Mungu, ajue Mungu, ili aende kinyume na lango lilichokifanya? Ngoja nisome mambo, baadhi ya mambo hapa tutasoma, alafu nitakuonesha malango ya Israeli, vile vichwa, makabila 10 na ngapi? 12. Itakuonesha baadaye. Lakini muda huu ngoja tumuone Gideoni pale kidogo, kile ambacho anakifanya. Waamuzi 6. Fungu Waamuzi sura 6. Mambo lazima yaende kwa ushahidi ili watu waelewe. Sadaka sio jambo la kutoa tu kama umetupa. Lazima ujue natoa kwa sababu gani? Kwa nini? Kwa nini nitoe sadaka? Nitoe wapi? Sadaka ya aina gani? Lazima ujue, na kila sadaka ina maandiko yake. Usitoe masadaka tu ibajabu tu uelewi, utafikiri umemtolea Mungu, kumbe unafanya mambo ya ajabu sana. Lazima uwe mtu ambaye anafahamu nini nafanya. Maana kumjua Mungu kunaleta amani. Kama utamjua Mungu utakosa amani. Sababu unajua hapa na habudu, si Mungu ananisikia, sinaeleweka sieleweki. Sababu una amani, sababu hujui. Kuna watu hata sasa nikiwaambia hapo inuka, unaamini una Mungu, atabaki haelewi. Kwa sababu gani? Hajui, hajafundishwa, hajaelewa. Na hiyo kweli jamweka huru, kwa hiyo haelewi kitu. Lakini akishafahamu, akaelewa, akaijua kweli, anakuwa hana mashaka. Anajua sadaka hii ni kwa ajili ya Mungu, wajane, yatima, watumishi wa Mungu, hivi na hivi. Hii na okay, hii ni hivi. Mungu nataka nikae naye hivi. Yaani kwa hiyo mtu hata saa ngapi yeye yuko sawa, anajua mimi na Mungu tuko hivi. Hana mambo mengi. Waamuzi 6 wamepata. Anzia 22 mstari. Kusoma. Tusikize hii story hapa mara moja. Twende. Gideoni akaona ya kuwa malaika wa Bwana mbele yake amemtokea. Ndio. Gideoni akasema, ole wangu, Bwana Mungu, ndiyo, kwa kuwa nimemuona Bwana uso kwa uso. Unasikia jamaa tunazungumza hapa? Anasema ole wangu mimi Gideoni, nimemuona Mungu uso kwa uso. Nakumbuka hapa nimemuona malaika. Kwa nini nasema nimemuona Mungu? Kwa sababu alipotokea utisho wake ule mkubwa, na malaika huyu ni Gabrieli, yuko mbele ya nani? Ya Gideoni. Ule utisho alionao, jamaa kaona nimemuona Mungu. Akatetemeka, anasema wale wangu, macho yangu yamemwona nani? Mungu, na kufa leo. Ndio maana yake. Soma, anasemaje? Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope. Akamwambia shalom, amani iwe na wewe, usiogope, hutakufa. Maana wanafahamu Wayahudi, ukimwona Mungu, jamaa jua leo nakufa, Mungu amenijia nife. Anaambia amani iwe na wewe, usiogope. Soma. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Yaani maana yake Mungu ni amani yetu. Simwambie uwe na amani utakufa. Akajenga madhabahu ya staili hiyo hiyo, Yehova Shalom. Soma. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Waiberezi. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia. Usiku jamaa ameenda kupiga nini? Usingizi.
Mazungumzo hapa Mungu anamwambia Gideoni ni kwenye ndoto. Ikawaje? Bwana akamwambia. Bwana akamwambiaje? Mtwae ng'ombe wa baba yako. Sikia vizuri. Mtwae ng'ombe wa nani? Baba yako. Ndio baba yake. Yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7. Uiangushe madhabahu ya Baali. Yaani ng'ombe wa pili huyo miaka 7 umchukue kwa ajili ya kuangusha madhabahu gani? Ya Baali ambayo alionayo baba yako. Unasikia? Madhabahu utakayoangusha ya kwanza ni ile baba yako ambaye anaitumikia. Utayangushaje? Kwa sadaka wa ng'ombe wa miaka 7. Angusha madhabahu hiyo ambayo baba yako anaitumikia. Ndio tunazungumza hapa. Tuko pamoja? Soma. Alafu alionayo baba yako ukaikate Ashera iliyo karibu nayo. Ashera ile masanamu yale pembeni, nayo ukayakate. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu. Unasikia? Malaika anamwambia ukimaliza hapo ukamjengee Mungu wako madhabahu kwa kufanyaje? Soma. Juu ya ngome hii. Kwenye ngome hii ya Baali. Ujenge madhabahu ya nani? Ya Mungu. Kwa kufanyaje? Kwa taratibu zake Bwana. Sasa sikia taratibu gani? Soma. Ukamtwae yule ng'ombe wa pili. Sikia vizuri. Ukatwae ng'ombe mwingine tena wa pili. Na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa. Unasikia? Awe sadaka nini? Ya kuteketezwa. Ili iweje? Kwa kuni za ile Ashera ulioikata. Ndipo Gideoni akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake. Ndio. Akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana. Akatenda saa ngapi? Basi aliyatenda usiku. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, walipoamka asubuhi mapema, tazama madhabahu ya Baali imebomolewa. Imebomolewa tayari. Na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa. Na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Ndio. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Wanaambia na wao wanauliza maswali. Hata walipotafuta habari na kuuliza, ndio wakasema, ndio Gideoni mwana wa Yoashi. Yoashi ndiye baba yake. Ndiye aliyetenda jambo hili. Ndio. Ndipo watu wa mji wakamwambia Yoashi, mlete mwanao afe. Mlete mwanao tumuue. Ndio maana yake. Mlete mwanao tumuue. Kwa nini muue? Sikiliza. Kwa sababu ameibomoa madhabahu ya Baali na kwa sababu ameikata ile Ashera iliyokuwa karibu nayo. Ndio. Yoashi akawaambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, mtamtetea Baali? Mtamtetea Mungu wenu Baali? Au mtamuokoa ninyi? Au ninyi mtamuokoa? Yeye atakayemtetea na auawe hivi asubuhi. Kama yeye ni Mungu, Baali na ajitetee kwa nafsi yake. Tunasikia habari? Tumwache atetee mwenyewe. Kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake. Ni mtu mmoja tu Gideoni amebomoa. Kwa nini tumwache Mungu basi? Kama ni Mungu kweli, ajipiganie mwenyewe. Ishia tu hapo dogo, hamna shida. Unaona? Iko hivyo. Lakini angalia anataka kuonesha hapa. Anaambiwa vunja kwanza madhabahu baba yako ambayo anaitumikia Yoashi, ya miungu Baali, kwa kutoa ng'ombe wa miaka 7. Kisha jenga nyingine ya kwangu mimi Mungu kwa kuchinja ng'ombe mwingine wa miaka 7 kwa ajili ya kujenga ya kwangu, ili mimi niwe pamoja na wewe Gideoni. Sababu kumbuka kule mwanzo sijasoma kule juu, sijasoma kianza 17 mstari 17 pale juu, utaona Gideoni malaika anamwambia shujaa. Anamwita wewe ni shujaa. Na jamaa anasema mimi sio shujaa, kwa tu maskini sana. Ngoja uone, hebu anza 17 mstari. Nataka uone hiki story kidogo kipande hicho kidogo. 17. Anza 17 pale mstari. Rudi hiyo 6:17 kule anzia. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako. Rudi tena juu kidogo kwenye mstari anzia wa 15 uone nasemaje? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Rudi tena juu tena. Kwa sababu napataka sehemu hapo. Angalia sehemu malaika anapomtokea Gideoni. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa na katika Ofra. Mstari wa ngapi umeanza huo? Wa 11. Twende. Uliokuwa mali yake Yoashi, Mwebizeri, baba yake Gideoni, aliyekuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia. Ndio nataka hapo. Akamwambia,
Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Unasikia? Malaika Gabriel anamtokea nani? Gideoni, aliyekaa chini ya mti baba yake huwa anafanyaga pepete ya ngano. Anamwambia Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Umesikia salamu hiyo? Salamu hiyo ngumu sana. Sasa sikia aliyepewa salamu alisemaje? Soma. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi. Sikia vizuri, ikiwa yani kama kweli Mungu pamoja na sisi, mbona mambo haya yote yametupata? Unasikia mbona hapo? Mbona mambo haya yote yametupata? Mambo gani? Sikia. Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ndio. Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu, ukawaokoe Israeli kwa mkono wa Midiani. Anaambia hichi nilichokupatia hichi, wewe ni shujaa, nenda nacho hiki, utaokoa Israeli kwenye mkono nani? Wa Midiani. Soma. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana. Unasikia? Nitawaokoa Israeli kwa jamla gani? Ukiangalia jamaa zangu, neno jamaa ni ukoo. Halo? Amen. Naongea na watu. Amen. Jamaa zangu ndio walio maskini sana. Wapi? Soma. Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase. Unasikia? Katika ukoo wa Manase mzima, familia yangu mimi Aisee yote ni masikini. Endelea. Na mimi ndimi niliye mdogo. Mimi ni mdogo kwa familia yetu, ni mdogo katika nyumba ya baba yangu. Unaona? Yaani naweza kufanyaje kuokoa Israeli? Ukoo wetu masikini. Mimi ni mdogo kwa baba yetu, mimi kwa babangu mimi ni mdogo. Yaani unaniambia mimi ni shujaa nikaokoa Israeli, naokoa kwa namna gani? Baada ya maswali hayo ndio Gabriel anamwambia namna atavyokuwa nani? Shujaa. Tutumikiaje Mungu? Ndio akampa ile formula ya kuchukua ng'ombe, achinje, abomoe madhabahu ya baba yake ya Mungu Baali. Achukue ng'ombe mwingine tena achinje, abejenge madhabahu ya nini? Ya Mungu wa kweli pale. Ndio Mungu aanze kazi na yeye nani? Gideoni. Mambo yaanze kuonekana alio nini? Aliyomueleza. Baada ya haya aliyofanya haya Gideoni, ukisoma sura ya 7 pale chini utaona jamaa alianza kazi. Matokeo yake yalikuwa makubwa sana. Alishinda vita kubwa huyu jamaa. Mambo yakawa mazuri mbele ya safari. Kwa nini? Alifuata kile Mungu alimueleza. Kuna watu Mungu anawaambia mambo mengi sana hata hapa ndani, lakini mimi kuangalia kwa nini hayatokezei, kwa nini kama hayafanyiki hivi, kwa nini kama sielewi. Kwa sababu wewe uliyepewa haukuangalia na ukusubiri na ukusikiliza ama ukuuliza Mungu naendaje kuwa shujaa. Jamaa anahoji, mimi ni masikini, familia yetu masikini, niko mdogo kwenye ukoo baba yangu, familia baba yangu mimi ni mdogo mwenyewe, nawezaje kuwa shujaa na kuwaokoa Israeli kwenye mkono wa Midiani? Wewe uliyekaa hapo, umewahi kumhoji Mungu hilo swali? Alipokueleza kitu fulani. Tena wengine Mungu anawapenda ninyi watu wengine mko hapa. Naona watu wengine mtamtoa mfano Mama Mary pale kidogo. Natoa mfano kwa huyu sababu ndio jirani kidogo, jirani. Yesu anaambiwa, Mungu anaambia nabii, mwambie anataka nini? Taona mimba okay. Mungu anauliza unataka mtoto gani? Mungu akiwa anajua anataka mtoto wa kiume, si ndio? Alafu anaambia unataka mtoto gani? Maana hiyo ni mswali la mtego. Na mtoto wa kiume akamwambia okay. Watu wawili waje wa kiume wakatoa wawili hapo, si ndio? Akaambiwa haya, chagua kati yao. Yuko hakika na wa kiume. Lakini yeye anataka wa kiume. Mungu wote alikuwa anamtafunia ili kusudi amuelekeze namna ya kufanya. Akaja akachagua ile wa upande wa kiume, si ndio jamani? Naomba muone kitu, nataka mkione kitu hicho. Akachagua upande wa kiume. Maana yake ndivyo ilivyokuwa. Nabii akamwambia hivi, kama ulivyochagua, sasa simama na uombe hivyo na uhakikisha unafanya hayo
kwa kumsihi Mungu hivyo akupe ambacho umechagua, umekitaka, si ndio? Akamwambia fanya hivi. Maana yake ilikuwa ni nini? Maana ni kwamba anaambiwa ajenge madhabahu. Ndio unaona akawaambia wengine, anayetaka jinsia yoyote katika hizo mbili na yeye afanye nini? Uje upande wa mtoto alipolala wa kiume au wa kike uchague. Nakumbuka wakaja wanawake kibao wakaja hapo mbele. Nadhani nakumbuka. Sasa unajua na hapo picha muweze kuelewa Mungu anavyoongea. Ili msiwe maamuma. Chagua. Watu wakaja hapo akasema upande huu, kashika kitenge upande huu, hivyo kila mtu kwa imani. Lakini issue ilikuwa ni kujenga madhabahu kama mjui. Wengi walikuja hapo kwenye vitenge vile wakafanya kama desturi ya kawaida. Lakini mwenye ufahamu alipaswa kufanya nini? Kujenga madhabahu juu ya kile anachokitaka. Madhabahu hii haijengeni kwa sadaka na aseme mimi nimechagua mtoto wa kiume, nataka wa kiume. Madhabahu ikaseme hivi, nataka iwe hivi kwa sadaka yangu hii. Ukishaweka hiyo tunaita umepanda mti, tunaita umepanda nini? Umepanda mti. Maana hapo hakuna kuja kungoa. Sababu wewe umekushapanda, umekushaweka, umejenga madhabahu. Ndicho Mungu alichomwambia Gideoni. Na Gideoni anakutana na malaika, anaambia usiogope. Anajenga madhabahu ya kwanza inaitwa nini? Inaitwa Yehova Shalom. Maana yake Bwana Mungu ni amani yetu. Mungu akaiacha kama ilivyo. Anamwambia sikiliza, vunja madhabahu baba yako, madhabahu ya miungu, kwa kutoa ng'ombe wa miaka 7. Kimaliza hapo chukua ng'ombe mwingine miaka 7, chinja ili unijengee mimi Bwana Mungu madhabahu yangu mimi. Maana yake tuanze kazi rasmi mimi Mungu na wewe Gideoni. Ndio maana yake ile adhima yangu ya kufanya kuwa shujaa ionekane, yani ianze kazi rasmi. Nisikilize, kama Gideoni angesikiliza tu kama unavyosikiliza wewe, afa asifanyie kazi Mungu alimwambia haya, na kwa bei story ingesomwa tu, kuna mtu aliambiwa hivi na Mungu akufanya hivi, iliishia hivi. Tungesoma hivyo kamanda, nakwambia ukweli, Mungu sio mchezo. Tungesoma kwa staili hiyo na ingeishia hivyo. Kama ulivyoona kwa Sauli akawa mfalme, mnaona alivyoishia. Story yake ni mbaya. Story ya Sauli mwanzoni ni nzuri, mwishoni mbaya. Si mnaona alimaliza vibaya na Mungu? Mpaka alijimaliza, alijua yeye mwenyewe. Kwa sababu ya kukaidi, akutii sauti ya nani? Alichomaliza Mungu, mwambie ndaka waue wale wote, usiache hata mmoja. Tena huo watoto kuanzia mchanga mpaka aliye mzee, na wanyama wao wote usisaze. Akaona akafika kule, wale jamaa akamwambia sikiza, mbona walio kutuua bwana, chukua walionona hawa bwana, hivi na hivi. Sasa Sauli naye macho naye akakubali kwamba akili kweli wanyama wazuri hawa. Walivyoona jamaa kwamba mfalme akakubaliana na wanyama wao wazuri walionona, wakampa kiapo. Na uogope kitu kiitwacho kiapo. Ni kifungo. Kiapo ni nadhiri. Kama hujui, kiapo ni hatari. Wakamwapisha, tunaomba tukupe sadaka zote hizi za wanyama walionona, usituue, usimwage damu yetu. Akasema sawa, haina shida. Wakampa. Alipopokea tu, hawezi kuwaua tena. Nini? Kafanya nao agano, kachukua sadaka zao ili asiwaue. Na yeye alichukua sadaka kwa ajili ya kutolea nani? Mungu. Soma uone maandiko. Alikuwa anachukua akatolee Mungu. Akaenda kutoa dhabihu kweli kwa Mungu, sadaka ya kuteketezwa ya walionona. Afu Mungu amtokea nabii wake Samuel, ambaye Samuel ya kwamba Samuel, sikiliza, Sauli ameniudhi. Kamwambie hivi, je, dhabihu ni bora kuliko kutii neno langu? Ndio kamuuliza. Jamaa nabii anakuja kwa Sauli, hajui Sauli ametenda kitu gani kibaya. Mungu amesema, je, sadaka ni nzuri kuliko kutii neno la Bwana? Kama Kiswahili kieleweki pale, hawaelewani vizuri. Sauli akajua anachozungumza Samueli. Samueli akujua ambacho Mungu alimwambia. Lakini aliyepewa habari au taarifa alikuwa anajua pale Mungu amwambia vile. Haya, karudi.
Mungu anaendelea kumkomalia Samueli, anamwambia Samueli, sikiliza, nimemkataa Sauli kuanzia leo asiwe mfalme. Ndio akashtuka. Kwa nini? Akamwambia sababu ameenda kufanya haya nilimwambia sifanye, na ametoa sadaka mbele zangu madhabahuni, lakini nimeikataa, sijaipokea, sababu ya kwamba ameshindwa kutii neno langu nililomwamuru alifanye. Kwa hiyo mwambie nimemkataa. Ndio Samueli anajua Mungu amkataa huyu jamaa, ndio anakumwambia Samueli, Sauli njoo tena nyumbani. Wakati nyumbani, amekaa nyumbani usiku mzima ili Bwana agairi alichoongea. Wanaomba na yeye, hapa ni kuombea jamaa, naomba Samueli usingizi halali, nabii wa Bwana. Sauli anapiga usingizi, jamaa anaendelea kuita Mungu jamaa. Kila akilia Mungu msamee basi, Mungu kumbuka tu rehema, msamee. Mungu anambia nimekuambia hivi, nimemkataa. Kisha asubuhi jamaa anakuja kwa unyonge, nabii kwa unyonge sebuleni kwa jamaa. Anambia bwana Sauli, Mungu amekukataa bwana. Samueli alimpenda sana Sauli. Kama huna habari, alimpenda. Unajua kwa nini? Sababu walikuwa hawana mfalme, na waliomba wachaguliwe mfalme. Samueli ndiye akapewa unabii wa kuchagua. Sasa anajua, sasa anasema inakuaje Mungu? Ndio maana akabembeleza kwa Mungu sana. Haya jamaa anaambiwa bwana ndio hivyo, Mungu amekataa bwana, nenda. Kabla jamaa aondoke kinyonge. Ndio siku Mungu anaambia Samueli, nimejichagulia mfalme mwingine. Mnafahamu hiyo story, niache hapo. Naenda kwenye sadaka. Kwa unaona ya kwamba ile nguvu ya sadaka maagano ikajengwa madhabahu ya pili ya Mungu ambayo ilienda kufisha madhabahu ya kwanza. Sasa swali liko hapa, kwa nini sadaka ya damu? Kwa nini sadaka ya pili ikachinjwa? Kwa nini? Ni kwa sababu yule baba mzee Yoashi wakati akiabudu miungu migeni alichinja wanyama kwa Mungu Baali. Kwa hiyo ili kuvunja madhabahu yake ya Baali ilibidi achinjwe nyama mwingine ili kuua ile madhabahu ya Baali. Na ili Mungu akae mahali pia ilibidi damu ipatikane, damu nyingine. Ndio akachukua ng'ombe mwingine akachinja ili kujenga madhabahu mpya ya Bwana ambayo Mungu ataitika hapo. Na hili jambo limekuwa gumu kwa watu wengi. Naomba usikilize kamanda, mtu wa Mungu mahali hapa. Kila mtu kwenye koo yake tunaomba ilifanyika mabaya sana kabla ya kuzaliwa kwako, ama ulipozaliwa tayari mambo ya ajabu sana yalifanyika. Miungu migeni ilikaa kwenu. Hiyo miungu migeni ilipokaa nyumbani kwenu ilikuwa inawatesa kwa sababu imejengewa madhabahu. Maana yake ina uhalali kabisa wa kiroho wa kusimamia mambo fulani kwenye familia yenu na ukoo wenu. Sasa wakati umekuja wewe, jambo la kwanza, damu ya Yesu ni dhabihu moja idumuye milele. Hii damu ya Yesu inafanya kazi gani? Jambo la kwanza, inamweka mtu wakfu kuwa wa Mungu. Halafu inakupa uhalali wewe mtu mbele za Mungu wako aliye hai. Hiyo damu ya Yesu Kristo. Lakini sadaka za kutoa katika mwili ni za lazima. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi zinafanya kazi kwa maisha yako ya mwilini. Kwa damu Yesu kiitumia inakuja kusupport kile ambacho wewe ni hazina yako. Yaani unaona una fedha, mfano una mnyama fulani, hii damu ya mnyama sasa hivi haifanyi kazi mbele za Mungu, bado damu ya Yesu inafanya kazi. Fedha unayoiona wewe hii haina kazi, bali damu ya Yesu ina kazi kubwa. Kwa hiyo wakati unatoa sadaka yako ya fedha kwa ajili ya kujenga madhabahu mbele ya Bwana, kinachokuja kufanya upatanisho au reconciliation ni damu ya Yesu Kristo. Inakuja kufunika sadaka uliyoitoa katika mwili wako, au sadaka ambayo ni hazina yako uliyoitoa, mifugo yako ama ni fedha ya kwako. Inakuja damu ya Yesu Kristo kuifunika kwa niaba ya ile sadaka yako, ili damu ya Yesu izungumze kwa niaba. Kwa damu ya Yesu inakuja kufanya kazi pamoja na sadaka yako uliyoiweka, ili kuisapoti kwenye hicho usemacho. Ili sadaka ya damu ya Yesu Kristo iwe
kwa niaba ya wewe kuweza kuprotect ulichokitoa na kukuunganisha na madhabahu ya Mungu aliye hai mbinguni, ili kusudi uweze kupatana na Mungu wako kwa ajili ya kushinda madhabahu za miungu migeni, madhabahu za wachawi, madhabahu za uganga, ambazo ndugu jamaa na mababu walijenga madhabahu hizi kwa hizo, zikaleta magonjwa kwenye ukoo wenu, zikaleta shida na adha mbalimbali kwenye familia ya kwenu, kwa sababu kuna mtu alifanya. Kwa wakati unatoa hapa, naomba usiangalie pesa yako, usiangalie mnyama wako uliyempeleka sadaka, bali angalia kile ambacho damu ya Yesu imekuja kufanya nini? Kufanya. Kwa nini sadaka yako ihusike? Kwa sababu sadaka yako ina moyo wako. Moyo wako una upendo. Unapenda ng'ombe ulionao, unapenda kuku ulionao, unapenda ng'ombe na mbuzi ulionao, unapenda, moyo wako unapenda pesa ulionayo. Kwa ile pesa au ulichonacho ambacho ni hazina yako, kinapotoka kwako kinakwenda na moyo wako. Kwa hiyo ili damu ya Yesu kusaidie moyo wako usiende kuwa patupu, usiende kupotea, damu ya Yesu inakuja kusimamia hilo jambo. Inanena mema kuliko damu ya mtu yeyote. Inaanza kwenda kuongea kwa niaba yako. Sasa inaongelea kwa niaba ya ile sadaka yako. Inasema damu ya Yesu, sadaka hii imetolewa kwa ajili ya. Kwa damu ya Yesu inasimama pale kwa ajili hiyo. Inafanya patanisho kati yako na Mungu, lakini pia inafanya uwe na uwezo wa kuweza kushinda zile madhabahu zilizokufa, madhabahu za mashetani na miungu, uzishinde kupitia damu hii ya Yesu iliyokuja kukaa juu ya sadaka uliyotoa. Ndiyo maana unahusika leo kutoa sadaka yako, iwe ya fedha, iwe wanyama, lakini kikubwa ni moyo wako. Damu ya Yesu alimwaga damu yake kwa sababu ya kwamba iwe dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Hiyo ndio target ya Mungu. Lakini damu ya Yesu inapokuja kwenye sadaka zetu, ndio maana Yesu hakuzuia sadaka tusitoe sadaka. Aruhusu ziendelee kutolewa sadaka na zaka zitolewe kama kawaida. Lakini sadaka na zaka za sasa hivi, watu wa neema wa Yesu, sio kama za zamani zile. Za sasa hivi ni kwamba haziendi zenyewe tu, bali zinakwenda zikiwa zimefunikwa na damu ya Yesu Kristo, ambayo imekuokoa wewe kwa ajili ya dhambi. Kwa sadaka yako pia, ili isiwe najisi, ili isiwe haina nguvu, ili isikose sauti ya kutetea, lazima ije sadaka ya damu ya Yesu Kristo, sawa sawa Waebrania 12:24, kwamba na damu ya Yesu Kristo, damu ya kunyunyizwa, ambaye damu ya Yesu ni mjumbe wa agano jipya yeye, kwamba damu yake ya kunyunyizwa ni damu ineneo mema kuliko damu ya Habili. Habili ni mtu ambaye aliuawa na nani? Na Kaini. Damu ya Habili ilikuwa inazungumza mashtaka kwamba ndugu yake amemuua. Sasa damu ya Yesu haizungumzi mashtaka kwamba Wayahudi waliniua au wale wa Warumi waliniua. Inaongea habari ya ukombozi na wokovu. Kwa hiyo damu ya Yesu inapokuja kusupport sadaka yako, inakuja kufunika matatizo. Sikiliza, inakuja kufunika lawama, inakuja kufunika manunguniko yaliyo ndani ya sadaka yako. Yamkini moyo wako ulipotoa ulikuwa na manunguniko mengi. Nisikize kwa makini, masikio yako yakae sawa sawa, maana ninachokizungumza hapa ni cha rohoni sana, na ibilisi upambana nacho kitu kisisikike vizuri na ukisikielewe. Sikia kwa makini vizuri. Mwanadamu kama mwanadamu, moyo wake na manunguniko mengi, umejaa manunguniko mengi na kutokuamini kwingi. Wakati unanyoosha sadaka yako, yamkini yaweza kwenda ikiwa imejaa manunguniko, ikiwa imejaa mambo yasiyofaa. Kwa hiyo damu ya Yesu inapokuja, inakuja kuongea mema, inanena mema. Kwa hiyo ikija pale, inaungana na kile ulichotoa katika hazina yako, ili kukifanya kuwa sawa sawa, kiwe bora, kiwe na maana mbele za uso wa Mungu. Kwa damu ya Yesu inakuja kutetea sadaka yako. Ndio maana Yesu hakuzuia mtoe sadaka, hazuii. Afanyacho ni damu yake kuiagiza ije kufanya upatanisho kati ya wewe na Mungu, kutefanya utetezi kwa kile ambacho unataka kifanyike kwako.
unataka familia yako iwe vizuri, isiwe mbaya, watu waokolewe, familia yenu iokolewe, maana yake umegeuka kuwa kichwa cha familia wewe kwa njia ya sadaka. Kwa damu Yesu ikija inasimama kwa niaba ya wewe na sadaka yako kwa ajili ya ukoo wenu, familia yako, kwa ajili ya mambo fulani kule kwenu. Kwa hiyo inafanya mambo ambayo ni halisi, inajenga nguvu halisi na sahihi ambayo kupitia wewe kuna mambo yatabadilika, yatageuka, yatakuwa sawa sawa, kwa sababu umetoa sadaka ya hazina yako. Hazina mtu ilipo na moyo wake uko hapo. Kwa damu Yesu ikija inakwenda kusindikiza na kuhakikisha kwamba inazungumza yaliyo mema tupu. Haiongei machungu, haiongei huzuni, haiongei majuto, haiongei manunguniko. Inakwenda kuongea kwa habari fanikio yako, kwa habari ya afya yako, kwa habari ya ulinzi wako, kwa habari ya kushinda kwako, kwa habari ya nguvu zako, kwa habari ya kusonga mbele, kwa habari ya kibali chako, kwa habari ya mambo mema, kwa habari ya masomo yako. Yaani kusonga kuwa mtu mzuri ndicho inachokuja kufanya damu ya Yesu Kristo juu ya sadaka uliojenga, madhabahu ambayo umejengea, ndiyo inakuja kufanya hayo. Kwa sababu sharti sadaka iwe na sauti. Sadaka utoayo mwanadamu ya kawaida, sikia nikwambie, Mungu anasema mtu atatoa sadaka yake kwa moyo wa kupenda. Naomba nikwambie, mioyo ya wanadamu imejaa manunguniko. Mioyo ya wanadamu imejaa mashutumu, imejaa mawazo mabaya, imejaa kutokuamini, na Mungu analijua hilo. Kwa hiyo akaandaa mazingira mapema kwamba sadaka za watu hawa zisiwe confused, zisiwe hazieleweki. Lazima nifanye patanisho kwa njia ya damu, ili kusudi damu hii itapokwenda pale ikanene mema, ikabatilishe kila nunguniko ndani ya sadaka ya mtu wangu fulani, ya mtumishi wangu fulani, ya mtu fulani aliyeniamini. Damu ile ikija inakwenda kuondoa ubatili wote. Kwa sadaka za watu wengi, sikiza vizuri japendo, sadaka za watu wengi mbele za Mungu hazifai. Hujanielewa? Sadaka za watu wengi mbele za Mungu hazifai. Moja, kwa sababu unatoa kirema, manake unapunja. Mbili, unatoa kwa manunguniko. Tatu, unatoa kwa kutokuamini. Sasa damu Yesu ikija inakuja kuyaondoa hayo yaliyoko madhaifu kwenye hicho ulicho nacho. Nisikie nikwambie, watu wengi sadaka zetu tunazotoa, wala nikwambie tunatoa ni chache, hazina nguvu mbele za Mungu, manuniko memejaa, mimi jamani, siko hivyo. Yesu kwa huruma yake ndiye anafanya mpango huu wa damu yake ije kuondoa hayo manunguniko, kuondoa hayo madhaifu. Unaweza kilema, hayo madhaifu, huo ukilema, maana yake upungufu. Sadaka yako umetoa ni pungufu. Sasa inajaziliwaje? Damu ya Yesu ikija inakuja kufunika hayo madhaifu, hayo mapungufu. Inaondoa manunguniko ndani yake ulionayo, maana moyo wako ulijaa hayo. Na damu ya Yesu inaona manunguniko kwenye sadaka yako. Kwa hiyo inakuja kuondoa hicho kilichopo ili wewe uwe salama. Damu ya Yesu haina mawaa. Ndio damu pekee ambayo ina kibali mbele ya nani? Mbele ya Mungu aliye hai kitini pake. Ndio damu pekee inayofanya kazi mbinguni na duniani. Pekee. Hakuna damu nyingine inayofanya kazi popote. Kama mbinguni kule, damu inayofanya kazi ni moja tu. Damu ya Yesu Kristo pekee yake. Kama una habari, tunapowaambia watu ombeni kwa jina la Yesu, ombeni kwa jina, maana yake hawajui maana yake ni nini. Maana yake ni hiyo. Wakati unaomba kwa jina la Yesu Kristo, maana yake unapata kibali kwa Yesu mbele za Mungu kwa njia ya damu yake. Yeye mbele za kiti cha enzi anavyoonekana ni kama mwana kondoo aliyechinjwa. Damu yake ni mbichi mpaka sasa inatiririka kwenye viganja vyake,
kwenye kichwa, kwenye kichwani kwake inatiririka, na kwenye mwili wake pia. Damu ile inafanya nini? Ili kufanya nini? Kufanya upatanisho kati ya mwanadamu au mtu ama aliyeokolewa na Mungu ali hai. Halo. Kuna mtu mmoja hapa ndani, kuna kitu kinamsumbua sana. Hiki kitu ni sawa na mtu ambaye unasikia kama mithili ya msumari mkali, au ni kitu chenye ncha kali kinakuchoma kwa ukali, lakini upande wa kushoto hapa eneo hili, yaani ukiinua kwa hapa pale chini hapa karibu na titi pembeni, ni mchomo, yaani uchomaji wa ukali sana. Nimuone huyu mtu, nimuone huyu mtu, hata mkiwa 10 wewe njoo tu. Ukishafika hapo inua mikono juu faster, namaliza hiyo kazi. Inua juu. Katika jina la Yesu Kristo anayemhubiri mahali hapa, Yesu Kristo ameona mateso, masumbufu unayopitia, na huo mshale ambao adui amekurushia, wamekutegea, wamekuita jina, picha na chochote walichofanya. Kwa jina la Yesu ali hai, ninaamuru mamlaka ya giza iweze kukuachilia tangu sasa. 1 2 3 4 5 6 7. Imekwisha, imeisha tayari. Rudi. Kwa damu ya Yesu Kristo anachoifanya, inakwenda kuondoa mapungufu yote ambayo yapo kwa mwanadamu, ambayo sadaka alipoitoa, sadaka yake huyu mtu ilijaa manunguniko, ilijaa uchungu, ilijaa mambo yasiyofaa. Damu ile ikija inakwenda kuondoa hayo yote. Ina mkono wako juu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi kwa jina langu mwenyewe na kwa maisha yangu mwenyewe ninakataa roho ya mauti kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa roho ya kansa kwa jina la Yesu ali hai. Ninakataa kila mshale wa adui zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa magonjwa, ninakataa uchawi, ninakataa uganga kwa jina la Yesu. Madhabahu za giza, za sirini, kwenye mapori, kwenye njia panda, kwenye makaburi, kwenye majeneza, kila bahari walikojenga madhabahu za mauti kwa majina yangu mimi, leo nazifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo ninazifuta kila madhabahu ambazo wao wamezifanya, wamezijenga kwa mamlaka yao, kwa damu za wanyama, kwa viapo vya kichawi, vya uganga. Nafuta leo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Madhabahu za giza, haribika, haribika, haribika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haribika leo. Mimi sio mtumwa tena, mimi sio mtumwa tena. Enyi madhabahu ya mauti, ondoka nyumbani kwangu. Mimi ndiye lango imani kwangu, mimi ndiye lango imani kwangu. Sitapitisha tena mabaya kwangu tena, wala mauti itapita kwangu tena. Nimekataa malango mabaya, malango ya ukoo, ya mauti zao walizopatana nazo na miungu migeni. Nimekataa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo,
naizimisha mishale yote ya yule adui shetani kwa ngao ya imani, kwa ngao ya imani, kwa upanga wa Roho. Neno la Mungu aliye hai, ninakatilia mbali kila uganga, nakatilia mbali kila uchawi, nakatilia mbali maarifa ya kipepo, nakatilia mbali roho za shetani, nakatilia mbali kila giza, nakatilia mbali wale maadui zote kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Sema nakataa mauti, nakataa mauti kwanza leo. Mauti nakataa, nakataa mauti kwa jina la Yesu. Nakataa mauti nyumbani kwangu, nakataa mauti nyumbani kwetu, nakataa mauti kwa kataa mauti, kataa mauti, kataa mauti, kataa mauti. Sio mambo ya mzaa haya yanayozungumza hapa. In the name of Jesus Christ, ninakataa mauti zote, ninavunja kila mamlaka ya giza. Mauti zote nazikataa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la hai. Ninafuta taarifa mbaya, ninafuta taarifa mbaya za kishetani, nafuta taarifa mbaya za kichawi, nafuta kila ubatili ulioandaliwa na mashetani na waganga, vile vikao vya wachawi, ulimwengu wa roho, waliofanya usiku manane, waliofanya porini, waliofanya njia panda, makaburini, waliofanya. Ninakataa taarifa mbaya, nakataa taarifa mbaya, taarifa ya uchawi, taarifa ya kulogwa, taarifa ya mauti, taarifa ya uganga, kila taarifa naikataa, taarifa mbaya naikataa. Ninafuta maandalizi mabaya, maandalio mabaya ya ulimwengu wa roho nayakataa katika jina la Yesu, katika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa, futa, futa na kuambia futa hiki kitu in the name of Jesus. Ninakataa, nakataa kila uharibifu na ukataa, ninakataa yote, sababu zao, mapenzi yao, matakwa yao walioyapanga, ninayakataa, ninayakataa. Sitakubali, sitakubali. Nimekataa mauti yao, walipandikiza mauti kwa jina langu mimi, kwa picha yangu mimi. Nakataa mchana wa leo, mimi nakataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, maana wa Mungu ali hai. Nimekataa. Mimi ni nuru ya ulimwengu, Yesu anifanya kwa nuru yake. Nasema leo mimi nimeokolewa, ninayo pumzi ya Yesu. Neno la Bwana ndani yangu li hai, liko hai.